Serikali ya Iran imetangaza rasmi kusitisha utekelezaji wa makubaliano yote yaliyomo kwenye mkataba wa makubaliano uliosainiwa mwezi uliopita na serikali ya Marekani, hatua inayokuja huku kukiwa na mapigano makali na mapya yanayoendelea kati ya vikosi vya nchi hizo mbili. Uamuzi huo mgumu umetangazwa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabadi, ambaye amebainisha kuwa Tehran haiwezi kuendelea kuheshimu mkataba huo wakati upande wa pili unakiuka masharti. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na shirika la habari la Iran Farsi, Gharibabadi alieleza kuwa hatua hiyo ya Iran imekuja baada ya Marekani kuonesha dharau ya wazi dhidi ya makubaliano hayo yaliyofanyika mjini Islamabad nchini Pakistan. Nikinukuu sehemu ya taarifa ya Gharibabadi, ilisema kuwa Marekani imekiuka na kusitisha ahadi zake zote zilizopo ndani ya mfumo wa mkataba wa makubaliano wa Islamabad. Mwisho kunukuu. Kufuatia ukiukwaji huo, naibu waziri huyo alisisitiza kuwa Iran haina sababu tena ya kubaki upande wa amani wakati inashambuliwa, ambapo nikinukuu alisema, "Sisi pia tumesitisha ahadi zetu, hatutekelezi makubaliano hayo kwa sasa na badala yake tuko bize kulinda na kulihami taifa letu." Mwisho kunukuu. Mkataba huo wa Islamabad ambao ulisainiwa mwezi uliopita chini ya usuluhishi uliolenga kupunguza joto la kijeshi katika maeneo ya kimkakati, hususan mlango bahari wa Hormuz, ulionekana kama mwanga wa matumaini ya kidiplomasia. Hata hivyo, mapigano ya hivi karibuni yameuzika mkataba huo kabla hata ya kuanza kuzaa matunda. Hali hii inakuja saa chache baada ya balozi wa Iran nchini Pakistan, Reza Amir Moghadam, kuishutumu Marekani kwa kujaribu kuteka maeneo ya mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia tafsiri potofu ya mkataba huo, jambo ambalo Iran inadai Marekani ilishindwa kulipata vitani. Wachambuzi wa masuala ya kijiografia na kisiasa, yani geopolitics, wanaonya kuwa hatua ya Iran kujiondoa rasmi kwenye makubaliano hayo na kuelekeza nguvu zake zote kwenye ulinzi wa kijeshi inaweza kusababisha vita kamili katika ukanda huo. Eneo hili likiwa ndio njia kuu ya usafirishaji wa nishati ya mafuta duniani, mtikisiko wowote wa kijeshi unatarajiwa kupandisha bei ya mafuta na kuathiri uchumi wa kimataifa. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.